Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi na Iran wakati huu zimeamua kushirikiana kwa dhati na ni kutokana na vitisho vinavyotoka kwa mataifa ya magharibi. Urusi ipo tayari kuiunga mkono Iran na kupitia simu iliyopigwa kati ya Rais Vladimir Putin wa Urusi na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wamezungumza mambo mengi, hasa ya kusaidizana katika mambo ya kiulinzi na kusisitiza namna ya kushirikiana katika siasa za kigeni na namna bora ya kuhakikisha mataifa yote mawili yanaimarika kiuchumi, lakini pia hakuna anayeweza kutoa vitisho dhidi yao. Marais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wa Urusi wamesisitiza juu ya azma ya nchi zao za kushirikiana zaidi katika uga wa siasa za kigeni. Sisitizo hilo limetolewa katika mazungumzo ya simu ya Rais wa Iran Masoud Pezeshkian na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Urusi na Iran ambazo kwa mtawalia zimeshuhudia vikwazo vya kidhalimu zaidi vya magharibi dhidi yao zimetilia maanani na kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kamili kati ya mnamo Januari 17 mwaka 2025. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian na Rais wa Urusi Vladimir Putin walitia saini makubaliano hayo ya kina na kusisitiza haja ya kutekeleza vipengele vyake. Marais wa Urusi na Iran Vladimir Putin na Masoud Pezeshkian wamekubaliana kuongeza ushirikiano wa pamoja ili kuimarisha uratibu katika sera za kigeni, ambapo ikulu ya Kremlin ilisema katika taarifa yake siku ya Jumanne. Marais hao wamesisitiza pia upanuzi wa mahusiano ya kibiashara na uwekezaji yenye manufaa kwa pande zote mbili, ikiwa ni pamoja na kupitia utekelezaji wa miradi mikubwa ya pamoja katika nyanja za usafirishaji wa nishati. Sisitizo la Putin na Pezeshkian kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na miradi ya pamoja katika uga usafirishaji wa nishati inadhihirisha azma ya Urusi na Iran ya kutumia uwezo uliopo wa kuimarisha uhusiano wa kibiashara. Aidha, katika mazungumzo hayo ya simu, Rais Putin alitoa mkono wa pole kwa Rais Pezeshkian na taifa la Iran kufuatia mlipuko wa hivi karibuni katika bandari ya Shahid Rajaei ambapo makumi ya watu walipoteza maisha yao. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin ameeleza wazi kusema kwamba ataendelea kuishika Iran na kuhakikisha hakuna ambalo litaweza kuikuta Iran bila Urusi kutoa mkono wake. Hata hivyo, wakati huu nchi ya Iran imekuwa ikikumbwa na vitisho kutoka kwa mataifa ya magharibi, lakini pia na Israel. Ni jambo ambalo wakati huu Iran imesema kwamba ipo tayari kwa ajili ya mapambano ya aina yoyote dhidi ya Israel, hata pia na Marekani. Kadhalika, Urusi imeeleza wazi kwamba haitokuwa tayari kuona kwamba miundombinu ya nishati ya nyuklia ya Iran inaharibiwa vibaya kama ambavyo Israel imedai. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel alidai kusema kwamba wakati wowote ataweza kufanya mashambulizi dhidi ya Iran mahala ambapo watapachagua, lakini Iran imesema ipo tayari. Kadhalika, Iran imezindua kombora lake jipya ambalo lina uwezo wa kupenya katika mifumo ya ulinzi wa anga, kombora ambalo kwa namna moja ama nyingine wataalamu wa mambo wanasema kwamba itakuwa ni nguzo muhimu kwa Iran. Na inadaiwa kwamba Iran ina makombora mengine zaidi ya hayo, lakini pia ina ndege za kivita zilizotoka nchini Urusi, na kadhalika imehakikishiwa kupata baadhi ya makombora ya ardhini kutoka nchini Korea ya Kaskazini. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.